Mtazamaji, hebu tafakari haya kwamba umefanya mtihani wa gredi ya 9 KJSEA kisha ukasalia kusubiri matokeo ambayo hadi sasa hayajatolewa kwa sababu hata ukufanya mtihani na udhania kuwa ulifanya. Ilikuwa ni hadaa tu ya usimamizi wa shule na maafisa wa elimu wa kaunti. Hii ndio hali ambayo amejipata kwayo msichana mmoja huko Nyamira ambaye alifanya mtihani feki wa KJSEA na sasa yuko kwenye njia panda akikosa kuteuliwa kwa shule ya sekondari ya juu kwa sababu hana matokeo ya gredi ya 9. Brenda Wanga alikutana naye na anatuhadithia kisa hiki cha kutamausha. Sylvia Nyaboke Mukua anajiandaa kujiunga na gredi ya 10. Karo ya sekondari ya juu iko tayari, bidhaa zake za matumizi ziko shwari na vifaa vya masomo vimenunuliwa na kupakiwa vyema. Ila kilichosalia ni shule anayoenda na matokeo yake ya mtihani. Masaibu ya Sylvia alianza mwezi Oktoba mwaka jana wakati wa tathmini ya KJSEA. Alijiwasilisha katika shule ya sekondari msingi ya Nyankono DEB tayari kwa mtihani ambao ungemfanikisha kujiunga na sekondari ya juu. Nilipofika siku ya mtihani, mwalimu akakuja akasema, "Hebu jitayarisheni, mtihani imefika sasa. Unaweza kukaa, mtihani sasa imefika." So akaanza kuita wengine majina. Kawaita akamaliza. Mimi yangu sikuita. Nikashinda kwani kaniambia tu wewe nyamaza tu. Hiyo ni teacher ananiambia. Alielezwa asubiri kwani mtihani wake ulikuwa umechelewa kufika, na hatimaye akapewa nakala zilizochapishwa na mtihani, wala sio mtihani halisi ambao nakala zake zina majina ya watahiniwa pamoja na nambari yao ya usajili na picha. Yangu akaniambia, "Sawa, unajiandikia jina, kila kitu unajiandikia." Nikaandika tu. Akaniambia, "Lakini kesho yako itakuwa vizuri." Nikaandika nikamaliza. Wengine wanapewa yenye majina. Mimi yangu tu hata haina jina, hata haina shule, hata haina. Nikashinda. Mwalimu ananiambia hiyo ni kitu kidogo, hata singetaka kukuambia sababu niliona hiyo ni kitu rahisi sana. Ila matokeo yalipotangazwa mambo yakaharibika zaidi. Lakini ilipofika wakati wa shule ulikuwa na check online. Ukitafuta wewe nakwambia does not exist. Usimamizi wa shule ya sekondari msingi ya Nyankono DEB na afisa wa elimu wa kaunti ya Nyamira hata hivyo wanaarifiwa kumtafutia Sylvia shule, ila wazazi na mwanafunzi wanakiwewe. Runinga ya Citizen walimsaka mkuu wa shule ya sekondari msingi ya Nyankono DEB Charles Ombui na mkurugenzi wa elimu ya Nyamira Joshua Kaga kutafuta maelezo kuhusu hatma ya Sylvia. The child already shule imekuwa identified. The Minister of Education wametuma mtoto shule. Mzazi anapewa barua hivi leo tunaongea. The child is supposed to report school on Monday. So hiyo kitu iko. So amepata results zenye ana report nazo. Everything is sorted out. Amepata results. It is sorted out, sir. Inabidi uelezee. Naelewa kuna shida ya results zake hazikutoka wakati wengine walikuwa wanapata zao. Na hawezi kulazimisha serikali itoe results mara moja. Hawezi kalazimisha shule. Sisi kumsaidia tunamsaidia ile shule. Aendelee na masomo kama kile wanavyofanya. Lakini akisita nataka kukaa nyumbani. Ni shauri yake, masomo ni yake. Mustakabali wa Sylvia sasa unayumba. Mfumo wa CBE huzingatia tathmini za mwanafunzi katika kila gredi hadi kuelekea vyuoni. Mwanafunzi hutathminiwa mara kadhaa na kufanya mtihani wa kitaifa akikamilisha gredi ya 3, kisha tathmini nyingine ya kitaifa ya KPSEA inafanyika baada ya gredi ya 6 na hatimaye kufanya KJSEA baada ya gredi ya 9 ili kujiunga na sekondari ya juu. Baada ya kukamilisha gredi ya 12, wanafunzi watafanya tathmini nyingine ili kujiunga na vyuo. Lakini kutokea hiyo siku haijawahi toka. Sasa mimi nashindwa. Nitaenda lini shule? Mimi tu nilikuwa naomba tu Mheshimiwa Julius Ogamba nisaidie mtihani yangu itoke. Hata mimi niende shule so that niweze kufulfill my dreams. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.